Kwa jamii ya Wangoni, kama baba anaoa mke wa pili, mama anaweza akamshauri, mke mkubwa anaweza kumshauri mume wake kuongeza mke, lakini pia anaweza akapropose rafiki yake kuolewa na mume wake. Unaonaje, rafiki yako anaweza kuolewa na mume wako? Hapana. Unaweza kuruhusu? Na unapenda kuwa mke mkubwa, mke mdogo? Tamaduni ulikuwa unasema hivyo, kwa hiyo unakuwa kujua tamaduni umezoea. Yaani sio kitu cha ajabu, ni cha kawaida. Ukifika hatua yako unafanya tu. Tukiangalia ukijaribu kurudi kwenye mantiki ni nini? Ni kwamba unajua mgawanyo wa majukumu, mgawanyo wa majukumu ndio unatutambulisha sisi mwanaume, huyu ni mwanamke, kila mtu alikuwa na majukumu yake. Sasa ukiangalia katika mgawanyo wa majukumu yetu, kazi za nyumbani zote zilikuwa zinafanywa na mwanamke. Ukiacha na hilo, na shamba wakati mwingine pia wanaenda. Lakini hata usipoenda shamba, zamani kazi za shamba walikuwa wanafanya vijana wa kiume. Lakini sio wa kwenu tu, unakuta wana ile kuungana na vijana wa jirani na nini. Unajua zile kazi za kijamaa. Leo mnaenda kwenye shamba la fulani, kesho ni zamu ya kwa fulani. Mimi nakumbuka hata kwetu niliwahi kuona, mkivuna mahindi kuna ile kupiga mahindi. Na wasukuma, na ilikuwa sio ile kazi, ilikuwa ichoshi kwa sababu ilikuwa inaenda pamoja na ngoma ya asili. Kwa hiyo jinsi ambavyo wanalima au wanatwanga kande, huku na mziki unapigwa, ngoma inapigwa. Kwa hiyo ile kazi ilikuwa inaonekana ni rahisi. Lakini pia wanavyotwanga ile makandi kuna namna wanacheza na ile nani. Unaona kabisa ni interesting activity ambayo inaenda na inamalizika vizuri sana. And they were very active kwa sababu pia walikuwa wanafanya mazoezi. Umeona? Kwa hiyo sasa ukirudi kwenye majukumu, mwanamke anaweza kuomba kuongezewa mke kwa sababu anachoka na majukumu ya nyumbani. Kwanza kumbuka, una uzazi, kuzaa tu, alafu unazaa watoto wengi. Sio kuzaa tu, unazaa watoto na ni wengi. Kazi zote za nyumbani zinakuangalia. Wewe utapika, utamtunza, utamwangalia yule mtoto, utafanya usafi, utaosha vyombo. Mwanaume anaweza kuwa pale lakini amekaa amepumzika. Kazi zote anafanya mwanamke. Kwa hiyo mwisho wa siku anaona imefika umri fulani, yule mama ameshachoka, hawezi tena kufanya zile activities kama ambavyo zinatakiwa. Kwa hivyo anaomba kuongezewa mtu msaidizi. Hivyo ule msaidizi sasa anakuja, anaolewa mke mwingine, mke mdogo. Sasa haya maamuzi fuza anaweza kufanya mwanaume, wanaweza wakajadiliana, lakini pia hata mwanamke sasa kwa Wangoni anaweza pia kuomba, kuweza kutoa hilo wazo. Kwa hiyo nyumba za ndani sasa, nyumba ya mbele ni nyumba ya mke mkubwa. Nyumba ya mke mkubwa ina milango miwili, nyumba ya nyuma ni nyumba ya mke mdogo. Mke mdogo anakaa kwenye nyumba yake. Ikitokea anataka kutoka, anaomba ruhusa kwa mke mkubwa. Akiruhusiwa anatoka, akizuiwa, akikataliwa anaendelea kukaa ndani. Kwa sababu mke mkubwa pamoja na kwamba kuna wake wadogo, yeye bado anaendelea kuwa boss, kuwa kiongozi, anaendelea kumuongoza yule mke mdogo. Kwa hiyo mke mdogo anapaswa kumsikiliza mke mkubwa. Vipi sasa hivi? Mke mdogo ndo anaonekana kijogoo, ana take over. Uongo? Zamani ilikuwa tofauti kwamba akitaka kutoka anamuomba mke mkubwa, anaomba ruhusa. Kwa maana ya kwenda kwenye shughuli za anataka kwenda kwenye saluni, anataka kwenda sokoni, anataka kwenda sehemu fulani, anapaswa kuomba ruhusa kwa mke mkubwa. Mke mkubwa ndo atamruhusu au atamkatalia. Kwa sababu kumbuka yule tayari anaelewa mazingira, anajua kila kitu, ndo kiongozi pale nyumbani. Na wao pia sasa watoto wanalala kwa mke mkubwa. Mke mdogo analala mwenyewe kule. Na kwenye nyumba mke mkubwa tunaona sehemu ya kulala watoto. Alafu wanasema eti mngoni mpe hela tafagisha. Mke? Wafanya mngoni mpe hela tafagisha. Hii ni sehemu ya kusagia nafaka. Hiyo ni sehemu ya kusaga nafaka na kutwanga. Nadhani tunaelewa, zamani tulikuwa tunakula ugali lakini hatuna mashine. Kwa hiyo haya mawe ndio yalikuwa yanatumika kuweza kufanyaje? Kusaga nafaka. Na ukiona hapa ni tunatwanga. Tulikuwa tuna pia mashine ya kukoboa kufanyaje. Hiki ni kihenge kwa jamii ya Wangoni. Kihenge chao kina uwazi juu lakini pia wanafunikia, wanaziba. Na hii ni sehemu ambayo walikuwa wanatumia kutoa nafaka. Baada ya kutoa wanafunika. Hapa hamna mngoni jamani? Hakuna. Haya, nyumba ya mke mdogo mnaweza kupita kuangalia. Huku nyumba ya mke mkubwa tunatokea huku.
Hii ni nyumba pekee ambayo pia ilikuwa na choo cha ndani. Tumepita kote hamjaona choo, lakini hakuna aliyeuliza hawa jamaa wanaenda kujisaidia wapi. Ya, jamii ya Wangoni ni jamii pekee ambayo ilikuwa ina choo cha ndani. Kama nilivyosema kwamba hii ni nyumba mke mkubwa. Ana mama analala pale, watoto wanalala hapa. Wanapika hapa. Hiki kilikuwa kinatumika kama choo cha ndani wakati wa usiku, kwa sababu nje ilikuwa ni kuna wanyama wakali, lakini pia ilikuwa ni pori usiku. Ilikuwa sio rahisi watoto kutoka nje. Kwa hiyo walikuwa wanatumia sehemu hii kujisaidia. Asubuhi mama anatoa ule uchafu, anaweka majivu, kuweka mazingira kuwa kwenye hali nzuri.